Bwana, leo baada ya kukutana na hii kitu nikaona nikusogezee hapa. Hili jengo bwana limejengwa kwa tope. Kama ambavyo unaweza kuona hapo, hata renta halina. Sasa naomba nikuelezee kitu hapa. Wengi wanaweza kaona hii wakaanza kustajabu. Iko hivi, nyumba nyingi sana ambazo zilijengwa zamani na mpaka sasa hivi zipo, zilijengwa katika huu utaratibu. Lakini pia huu ni utaratibu ambao una uwezo wa kukupunguzia gharama ya ujenzi karibu 70%. Hapa nimetoa gharama za kukusanya material kama haya, kwa sababu hapa wewe utakusanya tofali tu. Baada ya tofali, kila kitu kitakachokuwa kinaendelea kiweza ikawa kinatokana na product zilizoko katika kiwanja chako, yani ardhi ile ile iliyoko katika kiwanja chako. Na haya majengo yapo mengi sana, na hii ni miongoni mwa siri ambazo zilifichwa na wengi ambao hawataki wewe umiliki nyumba. Sawa, angalia hapa, na majengo mengi sana, pengine hata hilo jengo ambalo wewe unaishi limejengwa katika utaratibu huu hapo. Hii ni nzuri, lakini unachotakiwa kukihakikisha ni kwamba unatakiwa kuhakikisha baada ya ujenzi, yani ukishamaliza umepiga na bati lako hapo, hakikisha ukuta wako unaupiga renta au renta, unaupiga lip, sawa? Unaupiga lip kufunika ili ukisha kwamba ukuta wako unakuwa salama zaidi. Sio hivyo? Ubora unakuwa ni ule ule. Mimi nikwambia kitu kimoja, kitu ambacho tunataka kukizingatia ni kwamba haya majengo hayataki kujengwa maeneo ambayo yana uwepo mkubwa sana wa matetemeko ya ardhi. Ile mitikisiko inaweza ikaathiri pia ubora wa jengo. Unaweza kuona udongo ambao wameukusanya hapo, nimeweza kuzoom hapo, unaonekana vizuri tu. Jengo ni nzuri sana, na miongoni mwa majengo ambayo yanaweza kujengeka kwa staili hii hapa nitakuonyesha hapo. Mimi lengo langu ni kuhakikisha kwamba kama umepanga leo na unatamani kutoka ulikopanga na ujenge nyumba yako, hakuna kitakachoweza kukuzuia. Sawa? Hakuna kitakachoweza kukuzuia. Jengo la kwanza ambalo unaweza kujenga katika style hii hapa ni hili hapa. Kwa nini haya? Ni kwa sababu haya majengo hayana veranda. Jengo lote lile ambalo halina veranda, hata hili pia linaweza kujengeka katika hii style na likawa imara tu. Haya majengo naona za kupangisha hizi zinaweza zikajengeka hivyo, gharama ukasave pakubwa sana. Sasa style ya pili nyingine ya kupunguza gharama za ujenzi ni hii hapa. Unaona haka kanyumba inaweza kukachukua kwa mbali kidogo, lakini nafikiri utanielewa. Huyu bwana amejenga kwa tope usawa wa chini mpaka usawa wa renta. Alipofika katika usawa wa renta, akaamua akapiga renta yake hapo and very juu, akamaliza kwa tope vile vile. Hii nayo ni aina ya pili ya kupunguza gharama za ujenzi, japo hii inapunguza lakini haipunguzi sana, ila kwa gharama za ujenzi zinapungua, kwa sababu hebu angalia hili jengo. Jengo ni kubwa sana. Huyu bwana amejenga jengo kubwa nyuma, akaweka na frame zake mbele. Umeona, niliweza kuzoom hapo. Lengo nilikusanya hizi data kwa kuonyesha kwamba wazo nilonalo unaweza kulikamilisha, haijalishi katika mazingira gani, lakini inawezekana. Angalia kwa kajengo kalivyokamilika, kamejengeka vizuri tu na hakuna kipengele chochote kilichoko hapo. Unakuwa baba mwenye nyumba lakini kwa gharama ndogo. Sawa? Lile jengo nilotaka kuonesha ni hili hapo. Unaona nyuma jengo ni kubwa sana. Huyu bwana alijenga jengo kwa tope mpaka usawa wa renta. Baada ya hapo akapiga mkanda wake wa renta na akamalizia kwa tope vile vile. Alafu akapiga bati lake kama ambavyo unaweza kuona hapo. Hebu fikiria, huyo mtu unamweza. Lakini uweze mimi gharama akikutajia gharama iliyotumika hapo ni gharama ambayo ni kidogo sana, kiasi kwamba kwa wewe ambaye nyumba ulojenga unaweza ukawa ni nyumba umejenga bila hata kupiga bati, ila yeye ameshamaliza yote. Hili jengo naliona hapa nalokuonyesha, hili nalo limeshafanywa kila kitu kwa nje, limeweza kuwa covered na limepigwa lip na nini, lakini hili nalo limejengwa katika taratibu zile zile za kwanza na tope na baadaye akapiga renta. Na ndio maana tunasema ujenzi ni maamuzi.